Leo tunaenda kutumia vifaa hivi hapa kuondoa maumivu ya visigino kwa watu wazima. Kwa hiyo tutaenda kumpa mama yetu hapa aweze kutumia hiki kifaa kuweza kuondoa maumivu ya visigino. Hiki hapa ni kigumu, ni vizuri zaidi kwa massage, lakini hiki hapa ni kinaenda kusugua mguu mzima. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho naweza kufanya ni kukiweka hiki hapo na kukisugua. Kwa hiyo hiki kinaenda kusugua uvungu wa mguu na mguu mzima kwa huku na kwa pembeni. Kwa unasugua hivyo. Kama mtu ana nguvu unaweza kusimama pia. Unaweza kusimama ukawa ukivisugua. Kwa hiyo kifaa hiki kinaweza kuondoa maumivu ya visigino na vile vile maumivu ya magoti, lakini hata vile vile inaweza kuondoa maumivu kwenye kiuno, kwa sababu saa nyingine ukitokea huku chini na kwa inaweza kusababisha hadi kwenye kiuno. Unageukia na mguu wa huku. Hiki kifaa unaweza ukakinunua tu nyumbani kwako, ni bei rahisi, na ukihitaji kinaweza ukaangalia hapo kwenye link chini hapo kwenye maelezo, kuna link unaweza kwenda hapo ukakioda ukakinunua. Kwa unasugua hadi huko mwisho. Kwa hiyo au kwa wale wanawake ambao unakuta unavaa viatu virefu au mtu yote ambao unakuta umesimama muda mrefu, unaweza ukatumia hiki kifaa kuwa unasugulia. Kinasaidia vile vile kwenye mzunguko wa damu. Kingine ni hiki hapa. Hiki kinalenga zaidi kwenye kufanya massage, ni kigumu akibonyei. Kwa hiyo kinalenga zaidi kwenye kufanya massage. Anaweza kuanzia kwa kukisimamia huku kwenda kwenye vidole, lakini kiko kinalenga massage zaidi. Kukisimamia hivi na kukizungusha. Lakini vile vile hiki kifaa hapa zungusha mguu. Hiki kifaa kama hiki vile vile anaweza kufanya massage kwenye mgongo. Kwa ajili ya kufanya kwenye mgongo. Kinakutekenya ya unaweza kufanya massage ya mgongo, kwa sababu vile vile kinasaidia mzunguko wa damu, kuondoa stress na kukupa usingizi mzuri. Kufanyia massage taratibu. Kinatekenya, yes. Kwa hiyo kama unahitaji hiki kifaa kiko hapo, kitasaidia sana kwenye watu wenye maumivu ya visigino, maumivu ya magoti. Unakuwa unakifanyia hivi. Lakini vile vile hiki kifaa unaweza kutumia kwa ajili ya kufanya massage ya kwenye mikono. Kama hivi anashika, unakuwa unasugua hivi. Ya sugua kwa ajili ya massage ya mikono. Na hiki vile vile anaweza kufanya kama vile anakandamiza. Sasa kama mtu yule ambaye unakuta amelemaa kidogo au ameparalyze kidogo, anaweza kufanya hivi kwa ajili ya mikono. Kama mtu hana nguvu ya mikono, unakuwa na kibana hiki kinabonyea kidogo, hiki akibonyee. Lakini vile vile hiki mtu anaweza kufanyia massage vile vile kwenye mgongo, ukiwa unamsugua mgongoni. Kinatekenya kwenye mgongo, kwenye shingo, unakisugua taratibu kwa ajili ya kuondoa maumivu ya mwili na vile vile maumivu ya visigino. Lakini mazoezi mengine ambayo anaweza kufanya kwa ajili ya kuondoa maumivu ya visigino, unaweza kuja hapa, njoo hapa mama. Unasimamia, unaweza ukatafuta kitu ambacho kimeinuka kidogo kama mbao, lakini kama mtu una nguvu zaidi, unaweza kutafuta kikubwa zaidi ambao unaweza unakaa kama unasimamia vidole. Lakini kwa hiyo tunaweza kuanza hapa kwa hivi. Kwa hiyo unakuwa anasimama hivi kwa muda wa sekunde 30 hadi dakika 2. Inakuwa inasaidia visigino. Ukitoka hivyo kusimama hivi, unarudi nyuma kidogo. Kwa hiyo kisigino kinakuwa kama huku kinapinda, akisimama hivi, kisigino huku kinakuwa kama kinapinda hivi. Lakini lingine ni kwamba anaweza kuja kusimamia hivi kwa mtu ambaye kidogo anajiweza, kwa ajili ya kuipa nguvu visigino vyako. Kingine ambacho anaweza kufanya tukitoa hii ni kwamba ukiwa kama nyumbani kwako, unakuwa unatembelea hivi, mtu tembea kidogo. Unatembea huku unatembelea visigino, unaumia? Unachoka? Kwa hiyo unakuwa unatembelea visigino hivi. Hii mazoezi yatasaidia sana kuwapa nguvu visigino vyako.
Lakini kingine vile vile unaweza kwenda unatembelea vidole. Hapo sio, unaweza kwenda kidogo kidogo tembelea vidole. Kwa hiyo ukitumia hivi vifaa pamoja, kama hauna unaweza ukatumia labda malimao, mandimu, lakini hivi ni vizuri zaidi. Vitasaidia sana kwenye kuondoa maumivu ya visigino na vile vile kuweza kuimarisha posture yako na kuondoa maumivu ya viungo vingine. Nashukuru sana kwa kuniangalia mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe, ni follow kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter na TikTok. Kituo chetu kinapatikana Bunju B, soko jipya. Kwa wale wanaotaka kufanya mazoezi na mimi, mnaweza mkaniangalia namba hii hapo chini. Unaweza ukani contact tukaweza kuwasiliana. Asanteni sana, napenda sana jamani. Bye. Mama, umemaliza mazoezi yako?